Wanawake wanatakiwa kujua mipaka yao ni nini. Why you shouting? You're embarrassing me. Why in public? No, don't tell me that. Why would you tell me to kneel down? Kwa mimi ningefanya tofauti. Yaani kwa mimi ndo ningekuwa demu lakini siwezi kuwa demu. Sikiliza, siku zote unapoambiwa kitu sio kwamba unamaanisha bro. Sasa ndio tunaunganisha. Acha ufala. Kupiga goti ni utamaduni wa kizungu. Alafu wale ni Waafrika kama sisi. Kwa ile tukio mimi naweza nikalihando kiafrika. Mimi kwa clip nilivyoiona ile kwamba nimeona mshikaji na demo anamwambia kwamba mpigie magoti mbele za watu. Kwa mimi ningefanya kwa sababu nitaka kumuonyesha kwamba ninavyompenda. Bro, tatizo lako wewe unatetea ujinga, lakini mwisho wa siku wewe utakubali wewe kama wewe, lakini mimi siwezi kukubali. Yani kwa upande wangu mimi nitakachokifanya ni kwamba mimi nitasimama na msimamo wangu. Yani Mwamba katuwakilisha vizuri sana. Demo kamkomandi mshikaji. Lakini kwa mimi ningefanya vile kwa sababu kumpenda, kwa sababu kwamba cha kwanza mimi nampenda yule mwanamke. Labda yeye alitaka hivyo kwa sababu unajua wanawake wanavyopenda, anapenda aonekane, avimbe kwa wenzake, afanyaje. Kustahili kwa mwanamke, ndio maana nikakuuliza mfano mzuri. Kwa sababu unataka nikupigie goti. Yaani ni lazima nikupigie goti. Demo akaona kama jamaa anachelewa, kwa hiyo ndio inabidi amcommand apige. Kwa hiyo demo mimi ninachokiona, alichokifanya yeye ni kwamba kachezea shilingi kwenye shimo la kulenga. In the relation, everything I've spent on her, every money of mine that she has, she can have. Leo unataka kuwa Sharukan. Hapo watoto wazuri wanataka hivyo ya. Sharikani mwingi hapo utapata, utaenda nao fresh. Kama mshikaji angepiga magoti pale, wewe na demo angekuwa kuna vitu vingine angempa. Angempa vyote. Huwezi jua. Sasa wewe ukiendelea kukaza hivyo shauri zako anakukimbia. Na jinsi unavyoreact ndio inategemea kwamba kesho yako itakuwaje. Alafu siku zote tofautisha heshima, sawa? Na nidhamu. Demo ameona anastahili hivyo vitu. Anastahili sababu kapoteza vitu vingapi unajua. Au kwa sababu imeenda viral tu tunaona hivyo. Lakini wanda demo naye anastahili. Kwa ina maana kwamba wewe unataka kuonekana. Kwa kama yeye alitaka kuonekana, basi ndio kishaonekana na dunia kwamba kapinga, kaanza kumsema mwanamume wake kwamba kwa nini huwezi kupiga magoti? 1 2 3 4 5. Ina maana kwamba inaonyesha jinsi gani huyu mwanamke, yani kwamba hajafunzwa na wazazi wake. Kwa hiyo ungekuwa mshikaji ungechukua hatua gani? Kama wewe ndo ungekuwa ndo upo kwenye ile situation. Alafu ndo demo anakukaripia kisenge vile mbele za watu. Kwanza hapo kesi kwanza. Kwanza mimi ningekuwa na kesi mbili yani. Kwanza kesi ya serikalini na kesi ya wazazi wake yani, kwa sababu cha kwanza ni kwa sababu nakugaramikia, nimekupa gari pa kulala, nimekulipia kila kitu. Alafu mimi naamua unataka unipangie tena mimi cha kufanya. Kwa sababu gani? Alafu mbele za watu. Yaani bora ningekuwa wawili kidogo ningekuheshimu labda. Malezi aliyokulia huyu binti. Kwa wamelelewa kimayai kwamba atafanya chochote, wazazi watasema okay wazazi wale mboga 7. Tunarudi sasa, kwa nini alikuwa anagombania gari ya mshikaji kwamba alishindwa kurudisha gari ya mshikaji? Ina maana kwamba yupo kimaslahi na mshikaji. I don't want to listen. I don't want the restaurant. Just give me my car keys. Let me go. Kwa lazima mimi niangalie maslahi ndio kilicho kitakachoniokoa. Nirudishe gari naishije mimi wakati nilikuwa nishavimba, watu wanajua kwamba huyu yupo hivi. Kwa hapo siwezi kurudisha gari. Aidha nitakimbia. Kwa unataka wanajua hivi. Baada ya tukio unajua sasa kapotea. Akapotea kwa sababu simuone. Afa akija kuvimba sikesho anachokuta anaonekana mshikaji boya vile. Shinda kuchukua gari yake alikuwa anamuonga demo bado kumbe alikuwa yupo kwa maslahi. Kujipa value sio shida. Na mwanamume kampa value, ndio maana akaamua kwamba sasa hivi mimi nataka tuishi pamoja, na hatua ya kwanza ni kuvalishe pete. Ili tuwe sasa public wajue kabisa wewe ni mtu wangu. Kipindi hicho watu walikuwa hawajui. Lakini sasa kipindi ambacho mimi nataka wewe watu wakujue kwamba ni mtu wangu, ndio unaenda kuyaharibu. Mimi nitasimama na Mwamba. Mwamba ametuwakilisha vizuri, lakini pia nina somo la kuwaambia mabinti. Hata kama uwezo wako ni mdogo au hata kama uwezo wako ni mkubwa kuliko mwanamume, mwanamke ni mwanamke, mwanamume ni mwanamume. Mimi ndo nakwambia yani wewe unabisha, lakini ndo jinsi ilivyo. Demu kazingua kabisa yani. Kazingua kinoma. Sio kwa sababu mshikaji ana hela, sio mshikaji kwa sababu ana hela. Yani alichokifanya sio wanawake. Kwa jinsi ilivyo yani alichokifanya sio kitendo cha wanawake. Hata wanawake hawezi kusimama naye kwa kitendo alichokifanya. Na mimi nina uhakika watu watakuja kucomment kwenye hii clip. Mimi ni Rosso na hii ni story kamili, lakini ukiachana na hivyo nipo na ndugu yangu hapa ambaye anaitwa Walter. Walter ndo jamaa yangu ambaye kwamba ana deal na mavazi. Kwa hiyo ukitaka chochote yani mwanangu, bidi umcheki Walter. Kwa mwanangu, hii ndo story kamili. Share hii na washikaji na usisahau kutufollow.